Hello, great men and women of God. I greet you in the name of Jesus. I take this opportunity kwanza kuwakaribisha katika channel hii yetu ya Brands Family. Tunawapenda sana. We love you so much, our viewers. Tunawapenda sana na tunawatambua sana katika maisha hii. Mmetusaidia sana kama familia. Na kama kwa uhakika sio nyinyi, for sure naweza kuwa na singefika hapa vile nimeketi hivyo na kusema ya kwamba nitanena na nyinyi neno la Mungu. Na kwa hivyo siku ya leo tulikuwa tunapika hapa kama vile umeona the previous video ambayo tulikuwa tunafanya, na we are very sorry. Hatujui ni nini kilihappen, lakini nimerudia the same video, nimeweka pale mwisho nimeweka. Na kwa hivyo saa hii tunaingia fursa nyingine. Tunangoja mother in law. Lakini kabla ya hiyo nimeona ni vyema kwanza tuweze kusikia neno la Mungu. Najua kwamba utaenda kubarikiwa sisi wote. Najua I'm speaking to many people. Kuna watu ambao wanaamini Mungu sana. Kuna watu ambao sio wa dini ya Kikristo, lakini hili neno sio la dini. Hili ni neno la Mungu ambalo tunaenda kulisikia siku ya leo. Irrespective of dini yako, irrespective of where you go to church, it does not matter here. What matters is the word that will come from the mouth of God through me. Na kwa hivyo nachukua fursa hii kuwakaribisha, na pia acha nikaribishe mke wangu aweze kuwakaribisha ama aongee mambo mawili, then we proceed. Na ukimaliza kuongea uombe ndio tuweze kuanza. So hello my lovely people, I hope you are doing good. I'm also doing good, so far so good. I thank God for everything. Mimi sina jambo la kuongezea, as you've heard from doctor. I just want us to pray so that we can start with the word. So let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we come and for the present this hour. Lord, I say thank you for this opportunity that God you've given us to hear your word from your servant Jehovah, and I pray him of all glory that Father you may use him for your own glory. My Father, may your Holy Spirit come and reign in this place. Father, we welcome you into this house. My Father, may you take control of everything, and it is in the name of Jesus we do pray, trust and believe in you. Amen. So praise the living God. I will not take much of your time. I will be very, I will not speak too much. So, after your ears, I pray that you will listen to this word. It is not easy. Already I've begun to sweat, but I thank God because I know the grace is sufficient. I don't know why this opportunity has come at this time, at this particular time. So I pray that we turn our Bibles, our Bible, the book of 2 Samuel. 2 Samuel. Tasoma from the book of 2 Samuel. 2 Samuel, chapter 3, then verse 33, and that 4. No, to that 5. So that is 2 Samuel chapter 3, verse 33 to that 5. The word of God says, David sang this lament for Abner. Why did Abner have to die like a fool? His hands were not tied, and his feet were not bound. He died like someone killed by criminals, and the people wept for him again. All day long, the people tried to get David to eat something, but he made a solemn promise. May God strike me dead if I eat anything before the day is over. So praise the living God. So today, I just want to begin by understanding who was this Abner? How did Abner came into the army of David? And again, we are going to understand why did Abner die? Ni kwa nini Abner alikufa? Na ni kwa nini aliuliwa? Na ni kwa nini Daudi alikuwa analia? Na ni kwa nini kifo cha Abner kilimpiga Daudi? Yani ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Daudi. Na kwa hivyo wacha tuanzie pale mwanzo.
tuangalie before Abner akufe, what was happening. Na kwa hivyo tukisoma mahali ambapo tumesoma pale nyuma kidogo, chapter 2 ama I think ni chapter 3 bado, chapter 3 hapo nyuma tu kidogo, chapter 3, that is when Abner joined David. Abner alikuwa katika army ama alikuwa katika army inaitwa aje Kiswahili, kikosi cha askari wa King Saul ama wa mfalme Saul. Na Abner, historia yake inasema ya kwamba Abner, he was one of the talented one, wale watu ambao walikuwa na ujuzi mkubwa sana wa kivita. Alikuwa anaitwa Abner. Abner alikuwa na ujuzi mkubwa sana wa kivita, wa kiaskari, wa kutumia zana za vita, alikuwa nayo. Lakini kuna kitu ambacho kilifanyika. Na wakati Abner alijoin David, kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Joab alikuja kwa Daudi, kwa David, na akamwambia hawezi akaamini huyu Abner wa kikosi chake. Lakini Biblia inatuambia kwamba Daudi alimwamini Abner kwa sababu ya ujuzi wake, na vitu mingi sana zikatendeka. They went to so many wars, vita mingi, na wakaweza kushinda zile vita. Na wakati waliendelea wakapigana, ujuzi kaendelea kuongezeka. Na ujuzi ukiendelea kuongezeka, ikafika mahali na Abner akiwa na ule ujuzi, ukisoma Biblia vizuri sana itakuonesha kuna mahali ilifika na Abner akaua bradhake Joab, ambaye alikuwa anaitwa, jina yake alikuwa anaitwa Asahel, na akamuua. Na kwa hivyo wakati alimuua tu ile kisirisiri, Joab hakufurahia na akasema siku moja atakuja kuua Abner. Bwana Yesu asifiwe. Kufika hapo tuko salama. Na wakaendelea. So ikakuwa kwa moyo wa Joab ameishi tu akiishi ule uchungu wa Daudi, wa Abner kuua bradhake ambaye alikuwa anaitwa ako na jina ngumu kidogo, Asahel. Na kwa hivyo wakati Abner alimuua, kama vile nimesema, Joab akapanga kumuua Abner. Lakini kama vile nimewambia, Abner was a very alikuwa na experience kubwa sana. He was so much experienced with the tactics of war. Alikuwa najua, yani kama angekuwa wakati kama huu, angekuwa hapo Kenya, angekuwa among the intelligence services, wale watu wako na akili sana ya kujua mambo, ya kuanalyze mambo. Abner angekuwa katika kikosi cha pale mbele kwa sababu ya ujuzi wake. Na kwa hivyo ikafika mahali na wakati siku moja Abner akauliwa. Na nataka sasa tuangalie mahali ambapo nimesoma ni kwa nini Daudi alikuwa analia. Kwa nini Daudi alilia sana na uchungu mwingi sana mpaka akajinyima chakula for the whole day, na akasema ya kwamba, na hapa ya kwamba hata hiki chakula nikikionja, Mungu uliye hai niue. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ikaenda hivyo. Abner alikuwa na ujuzi sana, lakini aliitwa kando, kama vile watu wa siku hizo wanasema kando ya tent. Abner aliitwa kando ya tent na akaambiwa ya kwamba kuja kidogo tuonane pale kando ya tent na Joab. Na wakati tu alienda akiwa na ujuzi wote, with all that knowledge, with all that experience ya vita, with all the experience and the tactics Abner knew, hakujua kwamba this was a setup. Na akaweza kuenda. Wakati alienda pale kando, Abner was stabbed to death. Na akadungwa visu na akakufa. Na wakati ile ripoti ilifikia Daudi, ambaye ndiye alikuwa mfalme wakati ule, Daudi inaitwa kusikitika. Daudi alisikitika sana na akalia kwa machozi na akalia kwa uchungu, akalia sana.
na akauliza, why did Abner had to die like a fool? Kwa nini Abner umekufa kama mjinga? Kwa nini with all those tactics na ujuzi mkubwa huu ulio nao, kwa nini ukufe kama mjinga? Na hiyo kitu ikaumiza Daudi sana kwa moyo, ikamuumiza sana. Daudi akalia sana, asking, ulikuwa na upanga, hauko umefungwa mikono, hauko umefungwa macho, with all your mind, with all your tactics ya vita. Abner tu ukaitwa tu kando na ukapigwa visu, ukiwa na visu zako, ukiwa na zana zako za vita, with all the tactics. Kwani mikono yako iko imefungwa, macho yako iko imefungwa? Why did you have to die like a fool? Bwana Yesu asifiwe. Daudi akasirika sana. Daudi akasikia uchungu sana kwa kumpoteza mtu ambaye he was so experienced kwa ile hami yake, ama kwa ile kikosi cha wanajeshi, ama kikosi cha askari ya wakati ule wa Daudi. Na kwa hivyo siku ya leo mimi pamoja na familia yangu nikasikia tu huo ujumbe niufikishie watu wengi. Huyu ni mtu ambaye alikuwa akufe kama mjinga. Huyu anayeongea na nyinyi ni mtu ambaye alikuwa akufe kama mjinga. Ningekufa kama mjinga, ningepoteza mali yangu kama mjinga. Nimepoteza vitu mingi. With all the education, with all the experience I have, nilikuwa nipoteze vitu mingi. Anajua kwamba sio mimi peke yangu. I know that I'm speaking to many people. Wapendwa na watu wa Mungu, huyu anayeongea mbele yenu alikuwa kama Abner. Lakini kabla ya kuuliwa na Joab, Mungu akanikomboa. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kumalizwa kabisa, completely nimalizike kabisa, Mungu akanikomboa. Na ndio maana nimechukua fursa hii nikasema wacha niongeleshe wale watu ambao huwa wanatuangalia kila siku. Watu 10,000, watu 20,000, watu 30,000. Siku ya leo akaweza kusikia hiyo sauti. Anawaambia kwamba it is the time. Hata mkiangalia Kenya kumekuwa na lot of revolution going around. Hata wakati huu it is time for us to awake, to be awake. It is time to awaken our revivals. It is time tuanze maombi. Kama Wakristo tuanze maombi. Tusipatikane kama vile Abner alipatikana. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu wengi sana ambao wako katika mahali wanaenda kanisa, wako mahali wanaenda misikitini, wanaenda mahali popote. They are so much equipped with the word. They are so much equipped with the knowledge of God. They are so much equipped. Wakiingia kwa Ukristo, they are so much equipped. Wakiingia Quran, they are so much equipped. Wakiingia kile ambacho wanafanya, they are so much equipped. Lakini wapendwa, let us be ready. Tusikue kama Abner, ya kwamba with all the experience, with all the tactics, we will come and just die. Na tutafanya wafalme, tutafanya watu wetu walie na waulize ni kwa nini huyu amekufa kama mjinga. Ama tuishi maisha ya ujinga. Maisha ya ujinga ni kama kuishi na umtambui, kama vile huyu ambaye anaongea mbele yenu alikuwa anaishi maisha ya ujinga. Kwa hivyo watu wa Mungu ambao huwa mnatusikiza, nimechukua nafasi hii. Tumeona ya kwamba we have time. Our mother-in-law hajafika, lakini nikasikia tu nilikuwa nimeimizika ya kwamba watu wa Mungu wasikili neno. Let us not die like a fool. Na tusiishi. Unajua kuna kukufa
na pia kuna kuishi. Tusiishi sasa kutumia that word is not so good but let me just use it so that Let us be wise. wacha tu tuitumie vizuri. Because but it's not me, it's the word. Actually it's direct from the word. You can read. Unaweza soma vile inasema aje? Soma hapa. So that I'm not using a bad word. It's from the word. Why did Abner have to die like a fool? Why did Abner had to die like a fool? Kiswahili ni who is a fool Kiswahili? Mtu mwenye amekosa hekima. Sitaki kutumia hiyo neno. So I just wanted to like do your word iweze kusink. Kwa hivyo, let us live a wise life. A wise life. Let us also die a wise life. Yeah. Let us not live and die like a fool, just like Abner died. That's good. So kama hapo imesink. Kabisa. Hii word hata mimi najiambia. And it is a reflection of Brian's family. Yeah. Na kwa hivyo mimi nashukuru Mungu sana for those who have been supporting us, continue supporting us. Na mimi najua kwamba kuna kitu ambacho Mungu anaenda kufanya katika familia zenu. Na sisi tutaendelea kuombea. Mimi nitaendelea kuombea. Na kwa hivyo tukae tukijua kwamba kama watu ambao wanajua Mungu, kama wewe ni Mkristo, kama wewe ni Muislamu, kama wewe ni wa dini gani, hapa hatuangalii mambo ya dini. Tunaangalia ukweli kama vile ulivyo. Tuishi tukuwa alert. Yaani tukae tu tukuwa alert. We open our eyes. We open our minds. We open all our tactics so that we will fit in this life that we are living today. Na kwa hivyo tusikae kama vile neno limesema. Tusikae na tusikufe kama vile neno limesema. Yeah. We are human beings full of spirit. And God has given us spirit. We, as much as we have the body, we also have the spirit. And the spirit controls the body. And that is the reason as to why I am praying to every one of you listening to me. This is the time. Kama huyu ni Brian ambaye amechange, ambaye ni Brian na amebadilika, na ni mtu ambaye alikuwa ni hivyo, na naendelea kuomba Mungu hata kama kuna kitu ya mtu mimi niko nayo, mimi afadhali kila kitu nitapeana. I'll just give it out. Afadhali tubaki hivyo. But for the sake of God, for the sake of these people who stood with me, for the sake of everyone, I'm ready to return it back. Wacha tuanzie from ground, but we walk the right way. Kwa hivyo, mimi sina mambo mingi ya kusema. Mungu awabariki sana. So that is the word for today. May God bless you so much. Amen. May God bless you abundantly. So guys, that's even though kuko, I just thank God. I cannot explain the kind of happiness yenye niko nayo. Siwezi kabisa like ele zile furaha niko nayo nikiona Baba Joyner akihubiri. This has taken the hand of God, and guys, this is God. Na hiyo neno imenikumbusha wimbo moja inaimbangwa. Though ni ya lugha najua watu wengi hawataelewa. Naimbangwa thayo tukwekalano taola wa vineli nokeyelela maisha mathikoni maku Yesu nokwia utonyi wa kavinda ndukaonenge ukumbao kutumia mamlaka makuna. So hiyo wimbo inasema like hii maisha yenye tunaishi ni kama ile ya Abner, na tusitumie wakati wenye tuko nao vibaya. Like if God has given you the grace to know the word, then be wise. Usikuje maybe kumalizia vibaya ni kama umjui Mungu. Kama vile daktari amesema, we are so much equipped with the word of God, but wakati maybe wenye kama Abner wakati wake wa mwisho alienda vibaya. So let us keep on praying so much, continue praying for this family, and God is going to do us great. So guys, let us call it a wrap, unless uko na kitu kingine ya kuongezea. So kindly continue subscribing to our YouTube channel. Continue supporting us. We will also pray for you. We will continue praying for you. Yes. Na man is to error. Kila wakati tunajua wao tunakosea. Na wakati tunakosea tuzidi kusamehana ndio Mungu aweze kutusamehe pia.
Mungu awabariki sana. So guys, bye bye as you wait for our guests. Tumemaliza kupika, tukaona let us do something constructive as we wait for our mother. Na najua pia nyinyi mmebarikiwa. So guys, bye bye so much. We love you so much as Brands family. Let us meet in the next video.